Mwanaharakati Boniface Mwangi afichwa masaibu ya utekaji nyara akiwa nchini Tanzania, akinyosha kidole cha lawama kwa rais wa nchi ya Kenya William Ruto ambaye alishirikiana na rais wa nchi ya Tanzania Samia Suluhu kuhakikisha kuwa ameteswa zaidi. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope. Ila ikiwa wewe ni mgeni hapa, kumbuka kusubscribe. Mwanaharakati mashuhuri wa Kenya Boniface Mwangi ameibuka hadharani kwa mara ya kwanza tena tangu kuachiliwa kwake kutoka kizuizini nchini Tanzania, akieleza mateso aliyoyapitia na kulaumu serikali ya Kenya kwa kushindwa kumlinda. Mwangi ambaye kwa muda mrefu amekuwa mstari wa mbele kutetea haki za binadamu barani Afrika alisema kwamba licha ya vitisho na ukatili wa kimwili aliofanyiwa, hatayumbishwa na ataendelea na kazi yake ya utetezi wa haki za kiraia. Na katika kikao cha wanahabari kilichofanyika jijini Nairobi akiwa na mwanaharakati kutoka nchi jirani ya Uganda Agatha Tuhaire, Mwangi alifichua kuwa alipokuwa kizuizini alifungwa pingu, kufungwa macho na kushikiliwa katika chumba hicho kisicho na mwanga. Akiwa huko alidai alipigwa mara kwa mara na kuulizwa maswali kuhusu shughuli zake za kikanda katika harakati za haki za binadamu. Kwa mujibu wa simulizi yake, siku moja kabla ya kuachiliwa, watekaji wake walimpa onyo kali dhidi ya kurejea Tanzania au kuzungumza hadharani kuhusu mateso aliyoyapitia. Aliambiwa kuwa hatua yoyote ya kukiuka onyo hilo ingepelekea kuuawa, iwe ndani ya au nje. Kauli hiyo kwa mujibu wa Mwangi ni ishara ya kiwango kikubwa cha vitisho wanavyokumbana navyo wanaharakati hapa barani Afrika. Mwangi pia alieleza kwamba serikali ya Kenya haikuchukua hatua yoyote kumsaidia wakati wa tukio hilo, na badala yake ilionekana kuunga mkono msimamo wa serikali ya Tanzania kwa kushtumu kuingilia siasa za nchi nyingine. Hata hivyo, alikanusha madai haya akisema kwamba ziara yake ilikuwa ya mshikamano na watetezi wa haki waliokumbwa na mashinikizo kama ambavyo amekuwa akifanya katika mataifa mbalimbali barani Afrika, ikiwa ni pamoja ya Uganda wakati wa mwanasiasa Bobi Wine alipokuwa chini ya kifungo cha nyumbani. Siku ya kuachiliwa kwake, Mwangi aliamshwa saa 11 alfajiri, kupelekwa kwa gari kwa muda wa karibu saa 1, kisha kuamriwa kushuka bila kugeuka nyuma hadi watekaji wake wote waondoke. Alipewa fedha kiasi cha shilingi 20,000 za Kitanzania na shilingi 400 za Kenya kwa ajili ya usafiri, na kabla ya kukabidhiwa kwa dereva wa bodaboda alionekana kuwa sehemu ya mpango wa kumfikisha mpaka wa Kenya. Tukio hili limeongeza shinikizo kwa serikali ya Kenya kutoa mwelekeo kuhusu sera zake za kulinda raia wake wanapokumbwa na changamoto za kimataifa, hasa wale wanaojihusisha na harakati za kutetea haki na demokrasia katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kadhalika limeibua mjadala mpana kuhusu usalama wa wanaharakati katika mazingira yenye mihemko ya kisiasa.